بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 13 mwezi wa Shawwal mwaka 1447 biidhnillah taala turudi tena katika darasa zetu kama kawaida, ikiwa leo ni darasa ya tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala. Lakini kabla ya kuingia katika darasa, kuna jambo lahitaji tambii. Kuna walishi ambao umetumwa na baadhi ya ikhwa na wengine kutaka kujua kuwa msimamo wa salafiyuna kuhusu swala hili ni upi. Walishi wenyewe sema kuwa dauratul imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah التي تقام في دولة كينيا مدينة مومباسا الرابعة. ni daura iliyopewa jina la Imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, na daura hii yafanyika katika nchi ya Kenya katika mji wetu huu wa Mombasa. Nyesha hii ni daura ya 4. Kisha ikaandikwa khutbatul Jum'a ambayo itakuwa ni tarehe 15 mwezi wa Shawwal huu mwaka 1447. na khatiba pameandikwa Sheikh al-Fadhil al-Faqih Abu Abdullah Bashar al-Adani hafidhahullah. المكان مسجد الأزهر. بعد المغرب محاضرات افتتاحية لكبار علماء الدعوة السلفية في اليمن. maana kutakuwa na mihadhara ya kufunguza hii daura. Kwa hiyo kuna muhadhara wa kufunguza hii daura. Sheikh andiko ya wanavyuoni wakubwa wa da'wa salafia kule Yemen. Kisha kwanza akaandikwa muqaddimatun li Sheikh Abi Isa Muhammad bin Isa hafidhahullah, ingawa si katika maulama wa Yemen, ni imam wa Masjid Khairat. kalimatun li Sheikh al-Allama Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafidhahullah, ndivyo ilivyoandikwa. kalimatun li Sheikh al-Allama Abi Dharr Abdul Aziz al-Bura'i hafidhahullah. kisha kutakuwa na muhadhara li Sheikh al-Faqih Abi Abdullah Bashar al-Adani hafidhahullah, wadhālika fi Masjid Khairat. Sahili bango hili limetumwa kukaulizwa kuwa msimamo wa masalafi ni upi, manake hapa ilivyokaa hawa ni masalafi. Sasa msimamo wenu ni vipi katika swala hili, tuhudhurie katika hii daura? Kabla ya kueleza msimamo wa ahli sunna salafiyin ni upi katika kuhudhuria katika daura kama hii, napendelea nitangulize na utangulizi ufuatao kwa haraka. al-aslu fi al-fitan al-imsak. asli katika jambo lolote la fitna ni mtu ajizuie, alinyamazie lile jambo. lakini idha nataqa ahlu al-ahwa walabbasu ala al-amma وصوروا الباطل في صورة الحق صار البيان واجبا. lakini watu wa bid'a wakiwa watachanganya na kuwachanganya amma, ikawa watatoa sura ya batil katika sura ya haki, mpaka ikafikia ammi akafikiria kuwa hawa na hawa wako sawa, sababu hawa wajiita masalafi na hawa wajiita masalafi. Hapa imekuwa ni wajib juu ya ahli alhaq kubainisha haki, hawana budi. wasarat alkalimatu amana wasukutu khiyana. na hapa itakuwa kuzungumza ni amana na kunyamazia ili jambo itakuwa ni khiana kwa Uislamu. idh la yajuzu kitmanu alhaqi inda dhuhuri albatil. haijuzu kuificha haki wakati batil inapodhihiri, haram. يقول الله سبحانه وتعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. mtabainisha na kuwekea watu wazi wala hamtaficha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. yule mwenye kuificha ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala, lijam ni kama ile kamba na ufungwa farasi katika kichwa chake, atafungwa nao ya moto wa jahannam iyadhan billah. ولو سكت أهل العلم عند اشتداد اللبس وغلبة الدعاوى لانقلبت الموازين وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. na lau kama wanavyuoni wetu na walinganizi wanaolingania katika hii da'wa watanyamaza wakati lile jambo
tokea la changanya watu sana na madai yamekuwa ni mengi, basi zile mizani zitageuka, itakuwa munkar ndiyo haki na haki itakuwa ni munkar. Lile jema litaonekana ni ovu na ovu litaonekana ndio jema. لهذا كان بيان الحق في مثل هذه المواطن من أعظم القربات. sababu hiyo ikawa kubainisha haki katika sehemu kama hizi ni miongoni mwa ibada kubwa anazojikaribisha mja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu yarzuquna wa iyyakum al-ikhlas. La siyama idha sadara man yulabbisu lin-nas min al-juhal wa ahli al-batil. Na haswa ikitokea ikawa wamesimama kidete watu wa batil kuwachanganya watu wakawa hawaioni ile haki, حينئذ يتعين كشف شبههم وبيان انحرافهم صيانة للدين وحفاظا لعقائد المسلمين. katika hali kama hii itakuwa ni wajib kubainisha shubha za watu wa batil na kubainisha upotofu wao ili kuihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isichezewe. Kwa kilichotupelekea sisi kuzungumza mwanzo baada ya kuulizwa ni haya maelezo ndiyo eleza ya kwamba tusipobainisha katika hili wallahi tutapata dhambi, tutaingia katika maasi. Sababu anayeona maneno haya yaliyoandikwa katika hili bango adhania kuwa hao wanaozungumziwa hapa ni watu wa haki, kwa sababu ukitizama limetumiwa jina la Imam al-Wadi'i rahimahullah ta'ala na limetumiwa jina la da'wa salafia. Watu wakawa walichezea hili jina la da'wa salafia kwa mchezo kama huu unaoona. Utangulizi wa pili ambao nautanguliza na naomba mufahamu makini, na maneno yangu haya ninayoyazungumza mwanzo yaelekea kwa ikhwa salafiyin ambao tuko nao katika hii da'wa. Ama watu wa batil hatuna nguvu sisi juu yao. Baada ya maneno haya kuzungumza, najua kutazungumzwa mengi, na yakizungumzwa mengi wakati huu ndio tutahitajika kuzungumza mengi, lakini kwa sasa tuzungumza haya tu kwa ajili ya hili jambo lililo mbele yetu. Msimamo wa ahli sunna salafiyin ni nini katika suala hili? Wasije vijana ambao maskini wasiojua wakaenda. Kuna jambo muhimu sana ambalo atakikana kila salafi alifahamu. katika al-Ibanatul Kubra يقول محمد ابن عبيد الله كان يقال سلف لكوا كسما يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. watu wa bid'a waweza kuficha kila kitu isipokuwa wale wanaosuhubiana na wao wanaokuwa na wao na vipenzi vyao, hawezi kuwaficha. Lazima itadhihirika kuwa huyu ni sahibi yake, huyu yuko na yule. Aweza kujificha miaka mingi, lakini mwisho wa kuisha utamjua kwa wale anaotembea na wao. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. alikuja Musa ibn Uqba as-Suri katika mji wa Baghdad. Fadhukira li Ahmad ibn Hanbal, katajiwa Ahmad ibn Hanbal kuwa fulani amekuja. Ni kama aulizwa wasemaje, ni katika watu wa sunna ili watu wachukue ilmu kwake au la. Faqala انظروا على من ينزل وإلى من يأوي, mtizameni ashukia kwa nani. Bimaana kiwa ameshukia katika sehemu ya watu, ameshukia kwa watu ahli sunna katika watu wa sunna, lakini kama ameshukia kwa watu wa bid'a huyo si katika watu wa sunna. Ameshukia kwa nani, aingia pamoja na nani huyo. kadhalika katika al-Ibanatul Kubra an Yahya al-Qattan qala lamma qadima Sufyan ath-Thawri al-Basra ja'ala yanzuru ila ar-Rabi' yani ibn Sabih wa qadrihi 'inda an-nas. alipokuja Sufyan ath-Thawri mji wa Basra akawa atizama jambo la huyu ar-Rabi' ibn Sabih na heshima yake kwa watu. Saala, akauliza ayu shay'in huwa, bimaana huyu yuko katika madhehebu gani, yuko pamoja na nani huyu bwana.
qalu ma madhhabuhu illa as-sunnah, wakajibu kuwa huyo hatujui madhehebu yake isipokuwa ni sunna. Na ndivyo ilivyo kwa baadhi ya wale ambao watu wadhania kuwa ni salafiyun hapa Mombasa, sababu wasema wao ni salafiyun, kwa sababu sisi hatujui isipokuwa ni masalafi. Mpaka imefikia baadhi ya awamu waweza kuwafuata baadhi ya wanafunzi, kwa nini wewe umzungumza fulani, wewe hujui kama yule ni salaf? Mwanzo wewe tuje kuona darasani hata siku moja ukikaa katika darasa za sunna ukaelewa manhaju salaf. Mwanzo ilipoingia da'wa salafia hapa Mombasa, kila mtu alikuwa haitaki katika ahlul bid'ah na alhizbiyin wa ghairi, ikawa ni kama kundi limekuja hapa kuleta fitna, kila mmoja alitaki. Lakini kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, da'wa salafia ikafundishwa mpaka ikaeleweka, watu wakaanza kuelewa kuwa ndio haki. Ikabidi wale wageuke waseme kuwa sisi ndio masalafi wenyewe. Yani wale wanaoifanya hiyo da'wa hawako katika da'wa salafia, sisi ndio salafiyuna wenyewe. Lakini ukiwatizama huwaoni wakiipigania hii da'wa, wala wakiilingania hii da'wa, wala wakiwarudi watu wa batil na kuwabainishia watu haki kutokana na batil, ile utaona kifanya. Lakini kiulizo salafi, sasa katika mambo yanayomfichua mtu ni haya tunayoyaeleza hapa. Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala alipouliza akaambiwa ma madhhabuhu illa as-sunnah, qala man bitanatuhu, huyu watu wake wa karibu nani? Ni nani marafiki zake? Ni nani wafanya nao da'wa? Qalu ahlul qadar, tumuona yatembea na ahlul qadar na watu wa bid'a qadariyya. Qala huwa qadariyun, asiwadanganye huyu ni katika wao qadariyun. Ibn Battah rahimahullah ta'ala baada ya kunukuu maneno haya akasema hivi fanya ta'liq: rahmatullahi ala Sufyan ath-Thawri, rahma ya Allah iwe juu ya Sufyan ath-Thawri, laqad nataqa bil hikmati fasadaqa, amezungumza kwa ilmu na akawa mkweli katika anayosema, maneno yake yakawa ni ya kweli. Wa qala bi ilmin fawafaqa al-kitaba was sunnah, maneno yake amezungumza kwa ilmu akaafikiana na Qur'an na sunna. Wama tujibuhu al-hikma wa yudrikuhu al-ayan, ukitizama ndivyo ilivyo hata katika waqi', kwa mtu akitembea na watu ni katika wao. Wa ya'rifuhu ahlul basirati wal bayan, wenye elimu wafahamu hilo. Kisha kataja aya ya walladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ila akhir al-aya. Nitamalizia maneno ya Imam al-Auza'i, na haya maneno yazungumza kwa wanaoifahamu manhaju salaf, wanaoielewa manhaju salaf. Ama kwa wale ambao wasioelewa, ambao waona kinachozungumzwa na salafiyuna siku zote wao watakipinga tu, sisi wala tuwakusudii wale, tuwajua siku zote watapinga tu. Lakini hata katika hawa ambao wamehadaika na hawa watu, pengine huenda mtu akapata fahamu ya jambo akarudi nyuma, ikiwa iweitaka haki. Na ndilo tunalolitaka, kwa ndugu zetu waielewe, maadamu wao wajinasibisha na da'wa salafia, bimaana waipenda hii da'wa, basi hii da'wa ina misingi yake, ina njia zake na mapito yake, lazima uyafahamu ayuha salafi, usijiendee ovyo ovyo. Hii da'wa ina wanawavyuoni ambao kukitokea fitna aina yoyote watu warejea kwao na kuwauliza. Ulama akabir, wanawavyuoni wakubwa ambao wana ghera na hii da'wa na wana huruma na salafiyin, watu wakarejea kwao wakawauliza. يقول الإمام الأوزاعي إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه فلا تصدقه. ukimwona mtu atembea na watu wa bid'a kisha akakuapia wallahi mimi siko na wao, fala tusaddiqu, usimsadiki, wallahi yuko na wao, hata akikuapia kwa mimi siko na wao, kadhab hada. Na katika nguzo za hao watu wa batil ni kusema uongo katika da'wa zao. Kwa watu kama hawa salafiyun wajichunge na wao sana. Na wewe angalia hali ya hawa watu tunaowazungumza hapa Mombasa, utawakuta ni wangapi katika hizbiyun wako pamoja na wao, au mshawasikia wakitahadharisha kutoka na hizbiyin? Utaona sababu hii manhaji yao ni manhaji mseto, alafu wajificha chini ya da'wa salafia. Na si hapa tu, ndivyo walivyo mpaka kule Yemen, na ndivyo mashayikh al-Yemen wanazungumza kuhusu hao watu. Lakini ili swali la kuwa je, tuhudhurie au tusihudhurie, mwanzo huyu bwana anayejulikana kama Muhammad ibn Abdullah al-Imam, wanawavyoni wasemaje? Naomba tumsikilize Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala, ambaye ni katika wanawavyoni wakubwa duniani
katika wanaoviona wa hii da'wa as-salafiyya al-mubaraka alipokuwa mzungumza huyu Muhammad al-Imam ambaye ni mmoja katika wale watakaotoa kalima zile iftitahia kama ilivyoandikwa, asemaje sasa sisi wanafunzi turejea kwa wanaovioni wetu tumuulize Sheikh Ubaid al-Jabiri Muhammad al-Imam nani? أقول محمد الإمام مبتدع ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظالمة ويتبرأ إلى الله منها. Kwa Sheikh Ubaid al-Jabiri yasema Muhammad al-Imam mubtadi'un dal, ni jitu la bid'a potofu. Haya si maneno yangu, ni maneno ya al-Allama Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Kwa huyu ambaye washirikiana naye hawa mabwana ni mubtadi'un dal, na haya ninayoyazungumza ayajua imamu wa khairati, si ati hayajui, ayajua haya. Sitaki niingie zaidi ndani katika hilo, lakini ikifikia mahali kuwa ni lazima tuseme tutazungumza haya, lakini ajua yeye haya maneno hayo yajua yeye, na ndio ulikuwa msimamo wake huo, yajua ni mubtadi'un dal. Na sijawahi kuona mimi kuna clip eti ametoka akasema ninataraja, si mubtadi' si dal si kadha, sijaona mimi. Sijui sasa zile tauba ikiwa kweli alikuwa katika batil, zile tauba pia hata pia haifahamiki njia ya salaf katika kutubia mtu anayekosea. Kwa ni mubtadi'un dal. Na hapa kuna jambo limetajwa, sikulitaja kwa sitaki kwa sababu nitaingia katika mambo mengi, la wathiqa, mkataba alioandikiana Muhammad al-Imam na mashia wa Kihuthi, mpaka katika yale aliyozungumza wa dinuna wahidun, sema dini yetu ni moja sisi na mashia 12 wanaomtusi Aisha radhiallahu anha, wanaomkufurisha Abu Bakar na Umar, dini yetu na wale mmoja. Hili mmoja tunakwambia katika ule mkataba ulioandikishwa baina yake na wao, dinuna wahid, kwa dini yetu mmoja, kitabu chetu ni kimoja. Na wale waamini kuwa katika vitabu vyao wazungumza kuwa hiki kitabu Qur'an kina mapungufu. Hii ni katika itikadi ya Rafidha. Kwa akaika sahihi yake katika mkataba wa namna, ndio Sheikh hapa akasema mubtadi'un dal, mpaka arudi nyuma katika ule mkataba alioandikishana yeye na Mahuthi. Alafu yataka kujua Muhammad al-Imam ni raia kama mimi na wewe hapa Kenya kwa mfano, ni raia, hana sulta yoyote yeye kukaa kuandikishana mkataba na mtu yoyote yule. Mkataba waandikishwa na viongozi. Kule kujitia wewe ukajifanya wewe ndio wahusika katika jambo ambalo wewe ni raia tu kama raia mwingine, la jaje? Sasa hii ni hukumu ya huu Muhammad al-Imam walioitoa wanawavyuoni wetu wa sunna. Mmeisikia wenyewe, sikuitoa mimi hiyo hukumu. Ulama kibar wamezungumza katika misingi ya da'wa salafi, ar-rujuu' ila al-ulama, kurudi kwa wanawavyuoni, tena wale wanawavyuoni ambao mukhtassin katika hili jambo la al-jarh wa at-ta'dil. Na wote hawa alipozungumza Sheikh Ubaid al-Jabiri kuhusu Yahya al-Hajuri, wote walikuwa na yeye wakakubali maneno yake. Lakini kwa kuwa sasa anayezungumzwa ni shekhe letu, mambo yamebadilika. Sasa pengine labda turudi nyuma kidogo, tumuulize Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, je, tuaminisha kuwapeleka vijana chini ya Muhammad al-Imam na wafuasi wake wakae chini yao kutafuta ilmu? Hilo jawabu pia nasema sitalijibu mimi, msikilizeni wenyewe al-Allama al-Imam بحق إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم برحمة منه ويصلهم جنات تجري في الأنهار خالدين ذلك الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة لم يرفع بها محمد الإمام رأسا وراح يوالي الروافض ويقول ديننا ودينا واحد. فأنا أحذر من الإمام ومن أتباعه ومن يسير على نهجه، ولا يؤتمنون على الشباب الإسلامي، فليحذر السلفيون منهم غاية الحذر حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا براءة من الروافض وينضمون إلى أهل السنة والجماعة في جهاد الروافض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله يغفر له ويرحمه. الشيخ ربيع رحمه الله تعالى amesoma aya mwisho suratul Mujadala
inazungumzia alwala walbara, kuwapenda na kuwa pamoja na watu wa haki na kuwachukia na kujitenga na watu wa batili. Akasema rahimahullah ta'ala, hii aya Muhammad al-Imam habari nayo hana, wala kunyanyua kichwa chake kuitizama hii aya wala kuifuata. Akaenda akawafanyia urafiki mashia wa Kihuthi, akawafanya ndio jamaa zake, mpaka kufikia kusema dini yetu na yao ni moja. Sisi tusema la wallah, dini yetu na mashia si moja, na yoyote atakayekwenda na wao hawa amekubali kuwa dini yake na mashia ni moja. Kwa mtu yote anayefuata, lakini la alwala walbara, kuwa pamoja na watu wa haki na kujitenga na watu wa batil. Asema dini yake na mashia mmoja. Kwa hawaaminiwi hawa kwa vijana wa Kiislamu, na mimi natahadharisha kutokamana na Muhammad al-Imam na wafuasi wake. Na ikiwa imamu wa khairat Muhammad bin Isa yeye ndio afanya utangulizi wa kuwakaribisha hao watu wa batil, aonyesha na mahusiano ya karibu sana na watu. Walau kama kwa mfano asingesema hapo, ungesema ni msikiti tu ntumika, lakini azungumza awekwa yeye jina lake hapo. Kwa hawa si wa kuaminiwa mpaka watakapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawache kuwafanya mashia ni vipenzi vyao, warudi pamoja na ahli sunna, warudi katika haki, basi hapo tutakuwa pamoja na wao. Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala mmemsikia amesema wazi, mimi natahadharisha salafiyun kutokana na Muhammad al-Imam na wafuasi wake na wanaokuwa na yeye. Na ndio maana nyinyi mwashangaa hawa masalafi hao wako vipi hawa masalafi hao wako vipi? Mara una watu wa batil, wako na wao, kuna mahizbi, wako na nani, na hao mashallah mumayya hawa wanaolegeza da'wa ni walaini kwa watu wote illa salafiyin. Waweza kuona ukitembea wewe ukamsalimia asalamu alaykum, asikuitikie salamu yako, lakini akimuona mtu wa bid'a akacheka na yeye. Sasa mbona nyinyi mko hivi walaini kwa watu wote isipokuwa masalafi? Mbona zile mnazoziita wao waziita ni hikma zenu hamzitumii kwa salafiyin? Kwa hivyo tusema kuwa tufuata nasaha za wanavyuoni wetu wakubwa. Muhammad al-Imam ni mubtadi'un dal, kama alivyosema Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah ta'ala, na Sheikh Rabi' rahimahullah ta'ala akasema uhadhiru min Muhammad al-Imam wa atba'ihi. Kwa kaa mbali na hawa watu. Aliuliza msimamo wetu ni upi, ndio huu tulioutangaza saa hii. Msimamo wa wanavyuoni wa sunna wazungumza hivyo, na wala usigutuke. Ndio msimamo wa Sheikh al-Fawzan kuhusu ile wathiqa jaira, ndio msimamo wa Sheikh al-Luhaidan rahimahullah ta'ala kuhusu ile jambo. Lakini haya mambo au maelezo haya yana mahala pake, ikiwa itatokea dharura ya kuzungumza basi tutaeleza, na wale wenye akili watafuata ile haki. Wallahu almusta'an. Ama mtu mutaassib, yani anzun walau tara, huyo hatuna nguvu juu yake. Tutafikisha haki. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeongoza anayemtaka, na yule anayemtaka kwa hikma yake na uadilifu wake akampoteza. Lakini namkumbusha imam wa khairat, inna ad-dalalata haqqa ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Kumbuka haya maneno makubwa haya. Upotofu, haki ya upotofu ni pale ambapo utakuwa wapinga lile jambo ambalo ulikuwa waliunga mkono na kulikubali, na kulikubali lile ulikuwa ukilipinga na kuteta kwa ajili yake, kisha ghafla watu wakuona si yule aliyekuwa na sura ile ambayo watu waijua. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.